Watu 38 wa Chadema waliokamatwa Musoma wameachiwa huru. Lakini swali kubwa linabaki, je, kilichotokea Musoma ni utekelezaji wa sheria au ni kuzuia haki ya kisiasa ya wanawake wa BAWACHA kuadhimisha siku hiyo duniani kama wanavyodai? Baada ya kuachiwa kwa wanachama hao, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, John Heche, ametuma ujumbe mzito sana kwa wanawake wa BAWACHA akisema, mmeonyesha dunia kwamba hatuwezi wala hatuendelei kupokea amri zisizo halali. Watu wengi wanajiuliza ni nini hasa kilichotokea Musoma na tukio hili lina maana gani katika siasa za Tanzania. Karibu Harakati TV tuangalie na kuchambua nini kilitokea Musoma. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nami, karibu sana. Hapa tunachambua uchambuzi wa kina wa siasa na matukio muhimu yanayoendelea nchini Tanzania. Usisahau kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata uchambuzi kama huu. Watu 38 ikiwemo viongozi, makada na wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema waliokuwa wameshikiliwa na polisi mkoani Mara wameachiwa kwa dhamana. Watu hao walikamatwa kwa tuhuma za kufanya vurugu na kuzua taharuki mjini Musoma. Miongoni mwa waliokamatwa alikuwepo katibu wa baraza la wanawake Chadema BAWACHA, Pamela Mesai. Kukamatwa kwao kulihusishwa na tukio la wanawake wa BAWACHA waliokuwa wanataka kuadhimisha siku ya wanawake duniani katika kanda ya Serengeti mkoani Mara. Hata hivyo, kabla ya tukio hilo, kamanda wa polisi mkoani Mara, Kamanda Pius Lutumo, kwa mujibu wa jeshi la polisi, sababu za kuzuia tukio hilo ni kwamba linaenda kinyume na amri ya mahakama. Amri hiyo inaitaka Chadema kusimamisha shughuli za kisiasa hadi kesi ya msingi inayowahusu itakapomalizika. Katika hali iliyozua taharuki mjini Musoma, jeshi la polisi lililazimika kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya wanachama na wafuasi wa BAWACHA waliokuwa wanajaribu kukusanyika kwa ajili ya maadhimisho hayo. Ikumbukwe kwamba Machi mosi mwaka 2024, baraza hilo lilitangaza kuadhimisha siku ya wanawake duniani katika kanda ya Serengeti mkoani Mara na kuwakutanisha wanawake wa chama hicho cha upinzani. Hata hivyo, Machi 7 mwaka 2026, kamanda wa polisi mkoani Mara, Pius Lutumo, alitangaza marufuku ya kufanyika kwa tukio hilo. Kamanda huyo wa polisi alisema BAWACHA haitaruhusiwa kufanya tukio hilo kwa kuwa linakwenda kinyume na amri ya mahakama iliyokitaka chama hicho kusimamisha shughuli zote za kisiasa hadi kesi yao ya msingi itakapomalizika mahakamani. Kutokana na tangazo hilo, misafara ya magari ya wanawake BAWACHA ilizuiliwa maeneo mbalimbali kabla ya kufika Musoma na misafara mingine ikazuiliwa kabla ya kuanza safari yao. Waliokuwa Musoma na kutaka kufanya maadhimisho hayo jana walijikuta wakitawanywa na polisi kwa mabomu ya machozi. Katika pitapita zangu za mitandao ya kijamii, nikakuta gazeti la mtandaoni la Mwananchi ambalo lilifanya mazungumzo na mwenyekiti wa BAWACHA jimbo la Musoma mjini, Lenata Rafaeli, alisema kuwa watu hao wameachiwa jana Jumapili saa 3 usiku. Mwenyekiti huyo wa BAWACHA jimbo la Musoma amesema baada ya wanasheria wa chama kukamilisha taratibu zote, watu hao waliachiwa bila masharti yoyote na tayari wengine wameanza safari kurejea makwao. Mwenyekiti huyo wa BAWACHA Musoma anasema hivi: jumla ya watu tuliowatoa ni 38, wanawake wakiwa ni 31 na wanaume wakiwa 7. Baada ya wanasheria kukamilisha kila kitu, polisi walituambia watu wao wanatakiwa kuripoti polisi leo, lakini baadaye wakasema waondoke tu, amesema. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu wa chama mkoa wa Mara, Donald Mwembe, akizungumza na wanachama hao jana baada ya kuachiwa, aliwapa pole na kulipongeza baraza hilo la wanawake, ambapo amesema licha ya changamoto walizokutana nazo hawakurudi nyuma. Badala yake walishikilia msimamo wao na hivyo kuheshimisha taasisi yao. Baadhi yao walitoka sehemu mbalimbali za nchi kuja Musoma mjini ili kushiriki pamoja katika siku ya wanawake duniani, na pamoja na vitisho vyote vya mabomu ya machozi bado waliendelea kulinda na kuheshimisha taasisi yao. Akaongeza kusema kuwa mahabusu ya polisi ilikuwa ni sehemu ya kuwakomaza katika hitaji lao la kusimamia haki na kuwataka waendelee na moyo huo huo wa kupigania haki ya Watanzania. Akitoa taarifa kwa waandishi wa habari jana, kamanda wa polisi mkoa wa Mara, Pius Lutumo, alisema watu hao walikamatwa kwa tuhuma za kufanya vurugu na kuzua taharuki katika mji wa Musoma kinyume cha sheria. Kamanda wa polisi alisema kuwa baadhi ya wajumbe wa BAWACHA, baada ya kumaliza ibada katika kanisa kuu la Katoliki mjini Musoma, waliungana na vikundi vya vijana na kuanza kufanya vurugu na kusababisha taharuki iliyosababisha watumiaji wa barabara Musoma mjini kuanza kukimbia hovyo.
alieleza chanzo cha vurugu hizo ni kufuatia BAWACHA kuandaa maadhimisho ya siku ya wanawake waliotarajia kuyafanya Musoma mjini, tukio ambalo jeshi la polisi lilipiga marufuku kwa maelezo ni kinyume cha sheria, hasa ukizingatia kuhusu uwepo wa katazo la mahakama kuhusu Chadema kujihusisha na siasa hadi kesi ya msingi iliyopo mahakamani itakapomalizika. Kamanda huyo wa polisi alisema hivi, na nukuu, katazo lenu lilikuwa la kisheria na lilizingatia matakwa ya kisheria na athari ambazo zingetokea endapo angefanya maadhimisho hayo mkoani Mara. Je, wewe unaonaje? Hatua ya polisi ilikuwa sahihi au BAWACHA walikuwa sahihi? Ukizingatia BAWACHA ni wanachama wa Chadema na Chadema wanakatazwa kujihusisha na shughuli zozote za kisiasa mpaka kile kilichopo mahakamani kitakapomalizika. Andika maoni yako kwenye comment, na kama unapenda uchambuzi wa kisiasa za Tanzania usisahau subscribe sasa ili usikose uchambuzi mwingine kama huu. Kama wilaya ya Bunda kwa ajili ya kufuatilia mwenendo wa kesi ya ndugu zetu Kaunya na wenzake 20 ambayo imekuwa ikiendelea hapa kwa muda mrefu, na leo tumewaona hapa ndugu zetu hawa wakiendelea kutuonyesha tabasamu na ujasiri wa hali ya juu. Tumewasikia mawakili wetu kwa namna ambavyo wanaendelea kuongoza mjadala wa mahakama vizuri. Tumeona namna mashahidi wanavyojikanyaga kwenye hoja, lakini ni mwendelezo wa kuendelea kuonesha ni namna gani mashahidi wanaoletwa hapa hawana jambo lolote ambalo linaweza kuthibitisha ya kwamba Kaunya na wenzake walitenda kosa hili ambalo wanashtakiwa nalo, na kimsingi tunaamini hapa hamna kesi, na mwisho wa siku kama kawaida yetu tutashinda hii vita. Kwa hiyo waheshimiwa viongozi pamoja na mawakili wetu ambao wanaendelea kusukuma jambo hili, sisi tutaendelea kushikamana kwa pamoja na wananchi wa mkoa huu wa Mara ambao wameonyesha ari na moyo na mwitikio wa kuendelea kulisimamia jambo hili, lakini zaidi kusimamia haki na kuhakikisha ya kwamba tutaipambania kwa nguvu zetu zote mpaka pale tutakapofikia tamati. Kipekee kabisa niwapongeze wanawake wote ambao tulishiriki pamoja siku ya jana katika maadhimisho yetu ya siku ya mwanamke duniani. Japo hatukuyafanya kwa staili tulivyokuwa tumejiandaa, lakini kile ambacho mlikifanya jana, ujasiri ambao mliuonyesha jana, mpaka leo mjadala wa dunia ni BAWACHA. Naomba niwapongeze sana. Lakini kipekee pia niwapongeze na kuwashukuru viongozi wetu wote wanaume, BAVICHA hasa, namna ambavyo mlitutia nguvu na kutushika mkono kuhakikisha mnatuvusha kwenye vihunzi vyote na kutufanya tung'are, lakini sio kwa sababu ya BAWACHA pekee. Hii ni kwa nia njema ya kuendelea kukilinda chama chetu, na chama chetu tutakilinda kwa wivu mkubwa. Niwahakikishie hapa, tunajua tuna mawakili ambao ni imara sana. Yeyote ambaye anafikiria kuendelea kufungua kesi au kutufungulia kesi mahali popote, tuhakikishie tu ya kwamba sisi watu wa Chadema pamoja na mawakili wetu wasomi, hakuna kesi ambayo tutashindwa. Iwe kuanzia ya mwenyekiti, ziwe kesi mbalimbali za viongozi, ziwe za wanachama, hata mashabiki wetu ambao wanatusupport kwenye siasa. Tutaendelea kutumia nguvu zetu, rasilimali za wasomi wetu tulizonazo kuhakikisha kila mtu anatetewa kokote aliko. Kwa hiyo niwaombe sana, yeyote ambaye anajaribiwa kutishiwa hali ya usalama au kunyimwa haki popote, mawakili hawa wameonyesha ukomavu, wameonyesha uwezo wa hali ya juu ya kulinda haki za raia. Tutaendelea kusimama hapo, lakini niwaambie tu, hata sisi kilichotukumba jana, tukapigwa, tukanyanyasika, tukaonewa na tukaumizwa, sisi pia tutawatumia mawakili wetu hawa kuhakikisha ya kwamba wote waliotufanyia manyanyaso tunawashtaki. Tutakwenda mahakamani, wanawake wamedhalilishwa, tutahakikisha tunafungua kesi maeneo mbalimbali, tutawashtaki maRPC wote waliowanyanyasa wanawake siku ya jana, tutawashtaki mmoja mmoja wote waliofanya matendo ya kudhalilisha wanawake siku ya jana. Tutawashtaki kwa majina yao binafsi na wengine tutawashtaki kwa vyeo vyao.
wengine walitoa amri ambazo zimekwenda kuumiza na kudhalilisha utu wa mwanamke. Hiki hatutakubali, tutasimama katika haki, na haki hii haitaombwa bali itapiganiwa na ninyi na sisi sote. Baada ya kusema hayo, nawatakia kila laheri na Mungu awabariki sana.